Mwashamu Baba Askofu Vincent Cosmas Mwagala, askofu wa jimbo la Mafinga, na wapendwa nyote, tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa, tumekusanyika hapa parokiani Konsolata Mshindo siku ya leo kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa shughuli za kanisa la Hija, kanisa letu la Konsolata Mshindo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia Mtakatifu Yosefu Alamano ambaye mwaka huu ametimiza miaka 100 tangu aitwe na Mungu mbinguni. Katika siku hii ya leo tunatoa pia shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa miaka 25 ya utume wa Padre Gervas Limo, mishonari wa Konsolata katika kanisa la Mungu. Tunamweka mikononi mwa Mungu na Mama Bikira Maria Konsolata na Mtakatifu Yosefu Alamano ili adumu katika utume huu na umishonari kwa sifa na utukufu wa Mungu. Leo pia tuiombee familia ya kimishonari ya Konsolata ya Tanzania na Madagaskar ambayo inaanza rasmi hapo tarehe 2 ya mwezi wa 3, 2026, yani mwaka huu, ili wadumu katika kuendeleza utume wa kimishonari ulioanzishwa na Mtakatifu Yosefu Alamano ili ukombozi wa mwanadamu upatikane kwa njia ya uinjilishaji. Somo la kwanza, somo la nabii Isaya tulivyosikia, Isaya sura ya 42 aya ya kwanza hadi ya 7, ni utabiri na wasifu wa mtumishi wa Mungu. Mtumishi huyu ni mteule wa Mungu ambaye nafsi yake imependezwa naye. Mtumishi huyu atayafunua macho ya vipofu na atawatoa gerezani wale waliofungwa. Ni utabiri wa matumaini kwa jamii ya wanadamu iliyo katika kifungo cha dhambi, inayoishi katika giza la dhambi. Wanadamu hao ni wale waliopoteza neema ya utakaso kwa dhambi ile ya kwanza, dhambi ya asili. Hawa ni watu waliojitenga na Mungu. Mtumishi huyu wa Mungu ni Kristo, mwana wa Mungu, ambaye amekuja ulimwenguni kumkomboa mwanadamu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kumbe yule anayemfuata na kujitakatifuza kwa kupokea sakramenti zake, akiishi kiaminifu katika imani kwake, anashirikishwa utakatifu na kupata raha ya milele. Katika kanisa hili siku ya leo ambapo tunazindua rasmi shughuli za Hija, tutapata nafasi ya utulivu na faragha pamoja na Kristo, nafasi ya kuabudu Ekaristi Takatifu, nafasi ya kupokea sakramenti mbalimbali, kwa namna ya pekee sakramenti ya kitubio, semina na mifungo ili kupata utakatifu huo. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili, somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto, Mtume Paulo anaona kwamba kuhubiri Injili sio chaguo tu, bali ni wajibu mzito aliowekewa. Anasisitiza kuwa
hatajisifu kwa kuhubiri neno la Mungu, kwani ni mtumishi wa lazima. Anachagua kutotumia haki yake ya kifedha, yaani kuomba malipo, kusaidiwa chochote kwa ajili ya kuhubiri Injili hii, ili kuondoa kikwazo chochote katika kuhubiri Injili. Haliweki hilo kama sharti, bali kama likitokea basi, lakini hawezi kukataa wala hawezi kuacha kuhubiri Injili kwa sababu hakupata malipo. Zawadi yake ni kuihubiri Injili bila gharama, ingawa Paulo mwenyewe yupo huru, anajifanya mtumwa wa wote ili kuwavuta wengi zaidi. Anajishusha na kuingia katika ulimwengu wa watu wengine ili waelewe Injili. Anajifunza na anatumia kila analoliweza ili kuwavuta watu wamtambue na wamfuate Kristo. Anatumia mfano wa wachezaji wale wanaokimbia mbio, akisisitiza kupiga mbio ili kushinda, sio tu kushiriki, kushinda. Wanariadha kujinyima na kufanya mazoezi makali na kuwa na nidhamu ili kupata taji ya muda, lakini Mtume Paulo amesema, na ndivyo ambavyo sisi sote wa Kristo tunapaswa kutambua kwamba tupo katika mashindano na sisi, kama anavyosema Mtume Paulo, ili katika kujinyima kwetu, kufunga kwetu, kuteseka ili kupata taji. Sio ile taji inayoharibika, bali taji isiyoharibika, yaani kudumu katika ufalme wa Mungu na kupata uzima wa milele. Ndugu zangu, tumesikia tangazo la Injili ya leo, Injili ya Marko sura ya 6 aya ya 15 hadi ya 20. Ni hitimisho la Injili ya Marko. Ni maneno ya mwisho kabisa katika Injili. Tunatambua kwamba Injili ya Marko ina sura 16 tu. Ni sura ya 16, sio sura ya 6, ni sura ya 16 aya 15 hadi 20. Maneno ya mwishoni kabisa. Na maneno haya Bwana wetu Yesu Kristo aliyasema kwa wanafunzi wake kabla ya kupaa kwake. Katika hitimisho tungetarajia maneno au neno linaloashiria mwisho au tamati, lakini kinyume chake, katika hitimisho hili la Injili ya Marko tunakutana na neno linaloonyesha mwanzo mpya, yaani utume kwa wanafunzi wake Yesu Kristo, kwa kila kiumbe. Kristo anataka kuambia mitume na wafuasi wake kwamba, anatuambia sisi pia kwamba, nimekuwa pamoja nanyi, nimewaelekeza na kuwapa mfano. Sasa ni zamu yenu, nendeni mkahubiri neno langu, ili wale watakaoamini na kubatizwa waokoke na kupata uzima wa milele. Jambo hilo mitume na wafuasi wa Yesu Kristo walilichukua kwa uzito mkubwa, na kama tulivyosema, ni maneno ya mwisho kabisa ya Yesu Kristo. Kama ni maneno ya mwisho, maana ni wosia wa muhimu kwelikweli. Huu ndio utume ambao Mtakatifu Yosefu wa Lamano alifanya, na ndio maana sisi tuko hapa leo. Ndio maana sisi Wanairinga na watu wa maeneo mengine popote duniani waliohubiriwa kwa njia hii tuliipata Injili hiyo, kama vile Bwana wetu Yesu Kristo alivyowaambia mitume na wafuasi wake. Leo anatuambia sisi, ni kazi yetu kuihubiri na kutangaza Injili ya Kristo
Ni kazi yetu kuendeleza kuhubiri Injili ya Kristo, kuendeleza utume huu, kazi ambayo walifanya wamishonari na wakatuachia sisi. Ni kazi yetu sisi, na sisi sote ni wamishonari kwa maneno na matendo yetu. Tumdhihirishe Kristo ili sisi wenyewe tulioipokea Injili hii na wengine tutakaowatangazia Injili hii tupate wokovu. Ndugu zangu wapendwa, Mtakatifu Yosefu wa Lamano ambaye aliishi miaka 75 ya neema na ari kubwa ya kimishonari bila mpaka, akiamini na kuongozwa na kauli mbiu yake ambayo ilimuongoza daima: kwanza utakatifu, kisha misheni. Turudie tena: kwanza utakatifu, kisha misheni. Tunamkumbuka Mtakatifu Yosefu wa Lamano kama baba, mwalimu na mlezi wa Wakristo popote duniani wasio na idadi. Tarehe 21 ya mwezi wa kwanza mwaka 1851 alizaliwa huko Castelnuovo d'Asti nchini Italia. Wa kijiji kimoja na Mtakatifu Yohane Bosco aliwahi kuwa mwalimu 1873 alibadilishwa na kutumwa seminarini kama mlezi msaidizi mwaka 1873 hadi 1876, na pia mwaka 1876 mpaka 1880 aliteuliwa kama mlezi wa kiroho, na baadaye Oktoba 1880 akapewa jukumu la kuwa mkurugenzi wa kanisa la Consolata Torino, Italia, hadi alipofariki dunia tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 1990. Tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 1990 ndio alitangaza kuwa mwenye heri na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili, ambaye mwaka huo 1990 tunajua na tunakumbuka kwamba alikuja Tanzania. Tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2024 mwaka juzi alitangazwa kuwa mtakatifu na Baba Mtakatifu Francisco. Siku hii ya leo tunapofanya uzinduzi rasmi wa shughuli za hija hapa katika kanisa la hija la Consolata Mshindo, tunajiweka mikononi mwa Mungu. Tunayapeleka maombi yetu kwa Bwana, na kwa njia ya maombezi ya Mama Bikira Maria Consolata na Mtakatifu Yosefu wa Lamano, Injili ya Kristo ihubiriwe, izidi kuhubiriwa, jina la Bwana lizidi kuhimidiwa. Kwa njia yote yatakayofanyika hapa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia zawadi ya Mtakatifu Yosefu wa Lamano, lakini tunamshukuru kwa kutujalia wamishonari ambao walituletea Injili katika maeneo yetu haya ya Iringa na maeneo mengine popote duniani kwa ajili ya uinjilishaji. Tunawashukuru wamishonari wa Consolata kwa kufikiria na kupata wazo hili la kwamba mahali hapa pawe pa namna hii, kuwa shughuli za hija
hapa, shughuli za kanisa la Shrine zifanyike hapa, kwamba watu waje mahali hapa waweze kuabudu Ekaristi, wapate nafasi ya kutulia. Wakifika hapa muda wote, masaa 24, waweze kupata padre ambaye anaweza kuwaunganisha na wao wenyewe, hata wapate pale wanapohitaji mafundisho na maelekezo yanayohusu kujitakatifu na kutulia miguuni pa Bwana. Basi ndugu zangu, tunapotoa shukrani hizo kwa Mwenyezi Mungu na kwa wamishonari wa Konsolata, tuone umuhimu wa kutumia nafasi hii, baraka hii, ili neema za Mungu zimiminike kwetu, ili tuendelee na kujikabidhi mikononi mwake, ili hatimaye maisha yetu yawe baraka kwake, yawe baraka kwetu na kwa wengine, na hivyo Kristo neno lake liweze kuhubiriwa na kutangazwa na watu wapate wokovu na ukombozi. Tumsifu Yesu Kristo.